Yes, waligani mwanafamilia wa Wako Jako TV na mimi ni official boy tukiwa ndani ya Wako Jako podcast na hapa tupo kupiga story tofauti. Kumbuka tu leo tupo na wenyekiti wa wilaya tofauti kutokea pale Kagera. Na nataka nifahamu kwa upande wao wajitambulishe, lakini pia watuambie wanatokea kwenye wilaya gani. Karibu sana bwana. Yes, najua tupo na kamati jopo la watu ambao wanaongoza vijana wenzao, lakini kwa upande wangu mimi natamani kujitambulisha mmoja tukianzia kwa upande wako Chief. Karibu sana. Asante sana ndugu yangu. Kwa majina naitwa Stella Eustace Kubalienda, ni mwenyekiti wa umoja wa vijana wilaya ya Kyerwa. Okay. Yes, kama unakumbuka mara ya kwanza tulikuwa na mwenyekiti kutoka Bukoba mjini kwa clip ile ya kwanza ambaye alifika hapa Wako Jako TV na tulipiga naye story nyingi. Nataka kutamani ajitambulishe pia kwa watu ambao walikuwa wajiangalia interview ya kwanza waweze kufahamu zaidi. Mimi kwa majina naitwa James Michael Nyamanza, ndiye mwenyekiti wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Bukoba mjini, makao makuu ya mkoa wa Kagera. Huwezi kufika kwenye wilaya za hawa mabwana kama hujafika kwanza. Kisiba njia pale hawezi kupita mzee. Karibu sana. Bwana, karibu kwa upande wako Chief. Asante sana. Mimi kwa majina yangu naitwa Kevin Pascal Nazari, mwenyekiti wa vijana wa wilaya ya Misenyi, lango la East Africa. Okay. Tanzania kuunganisha biashara kati ya Tanzania na Uganda au lango la East Africa. Lazima upite Misenyi. Okay, kwa Misenyi ni wilaya ya kipekee ambayo ukisikia vita ya Kagera inabeba uhalisia wa vita Kagera. Ndio wilaya iliyokuwa inapiganiwa. Okay. Kwa sasa ndio inayobeba maana ya jina la Misenyi. Okay. Kwa ukisikia hali zilizokombolewa kutoka vita ya Kagera ni hali ya Misenyi. Nashukuru sana. Karibu sana Wako Jako TV. So kwa upande wa Chief bwana, mambo vipi? Naona super ndugu yangu. Karibu sana. Mimi naitwa Geoffrey Kamili. Mwenyekiti wa vijana wilaya ya Mleba. Okay. Hao watu waliopita Mbwembwe tu. Ndio. Wilaya kubwa yenye upekee wake ni Mleba. Wilaya kubwa kanda maalum, hata wao pia wanajua. Sahihi kabisa. Lakini wilaya ambayo kiuhalisia imebeba mandhari ya mkoa wote wa Kagera. Ukizungumzia Kagera ukitoa Mleba, Kagera haipo. Okay. Mbwembwe zote mara vita mara nini mara lango la mkoa mara nini zote Mbwembwe. Pale Mleba ndo Kagera yenyewe. Sahihi. Bwana, nashukuru sana kufika hapa Wako Jako TV. Sahihi. Karibu sana. Asante. Bwana, unayetuangalia sasa hivi nikwambie tu nipo na jopo kubwa kabisa kutokea pale Kagera, na hapa niseme niko na Kagera yenyewe kwa sababu mkoa wote ni vijana na vijana niko nao hapa. Nataka kufahamu kwa upande wa Bukoba mjini. Okay. Kwa upande pia tupo na Chief hapa, naye atuambie anatokea wilaya gani. Karibu sana. Asante sana bwana, asante sana studio za Wako Jako. Mimi naitwa Alexius Sylvester Jacob. Okay. Ni mwenyekiti mwenye dhamana ya vijana wa Chama cha Mapinduzi wa wilaya ya Karagwe. Umesikia wanasema mara makao makuu ya mkoa mara nini. Karagwe ndiko katikati ya mkoa wote wa Kagera. Wilaya zote zinao uwezo wa kufika. Wale ambao wanao makao makuu ndo center, wengine tumewaazima tu kwa muda. Asante sana. Bana, kama unavyojua mimi naitwa official boy Mtumbadi, na hii imezaminiwa na Wako Jako Spare Part, wauzaji wa spare za magari kutokea pale Ilala mtaa Songea. Kama una gari yako yoyote ndugu yangu, Toyota, Nissan, Subaru, Mazda, Honda na gari tofauti, basi sawa, Wako Jako Spare Part ndio wauzaji wa spare za magari. Tumeona ligi ya Bukoba mjini imeanza. Naona vijana wamepokea katika ukubwa wake. Kwa upande wako unajisikiaje kwa sasa kuona vijana wamepokea jambo lako kwa mwitikio mkubwa? Kwa kweli mimi binafsi najisikia fahari sana, najisikia faraja, lakini najisikia vizuri kuona jambo ambalo tumeliandaa kwa ajili ya vijana wenzetu limepokelewa kwa ukubwa ule. Mwanzoni wakati wazo linaanza hatukuwa tukiliona kwa namna hiyo, lakini mapokeo ni makubwa, jambo ni kubwa. Leo tunapozungumza mechi ya 3 sasa imechezwa jana. Kwa kweli huko kwenye makata kivumbi kinatimka. Kwa kweli tunawashukuru sana Wako Jako Spare Parts, lakini pia Wako Jako Online TV kwa namna ya pekee kwa kuamua kuwagusa na kuwafikia vijana wa Bukoba mjini. Mimi kitu kikubwa ninachokisema ni shukrani, lakini naendelea kuomba jambo hili limekuwa kubwa tofauti na tulivyolitarajia, lakini wanasema, aliwahi kusema mama yetu Mama Tibaijuka kwamba kadri unavyozidi kupanua ndivyo unavyozidi kutamani. Kwa hiyo kwa jinsi ambavyo jambo limekuwa kubwa, tunahitaji kuendana na ukubwa wa jambo lenyewe. Kwa hiyo bado tunahitaji sana Wako Jako katika kuhakikisha jambo hili linakamilika. Sawa. Tukirudi kwa upande wa Chifu,
Tumeona Bukoba mjini sasa hivi kinaendelea kuwaka, ligi inazidi kupamba moto kama hivi. Inaelekea. Lakini sasa kwa upande wako umelionaje jambo linalotokea Bukoba mjini hasa kwenye ligi ya vijana, umoja wa vijana wa CCM pale Bukoba? Asante sana ndugu yangu. Kwanza ni washukuru sana nyie wadhamini. Mmefanya jambo la maana, kutangaza jambo la vijana wenzetu, kuwapa fursa vijana wenzetu. Tunawashukuru sana Wakojako Spare Parts. Kwa kile mnachokipata kidogo, mmeona bora mrudishe kwenye jamii, hasa vijana. Tunawashukuru. Lakini vile vile tumpongeze kijana mwenzetu kuhakikisha na waunganisha vijana kupitia michezo. Hongera sana mwenzetu, na mimi labda niseme hili jambo napongeza, na tunatamani kuona Wakojako Spare Parts mnaendelea kusupport hata wilaya nyingine ambazo hazijafanya na zenyewe ziweze kufanya kupitia nyinyi. Nyinyi mtazamkia wadau wa kwanza, lakini watapatikana hata wadau wengine. Na kama kuna wadau wote wanatusikia, tunaomba wote kwa nguvu zenu mje mtusapoti katika hili jambo la mwenzetu. Kama sisi tunavyomsapoti na apate wadau, jambo liwe kubwa. Kufanya hivyo wanatutangaza sisi Kagera, lakini pia wanapa fursa vijana kuonyesha vipaji vyao. Asante sana. Nikirudi kwa chifu upande wako. Tumeona Bukoba mjini vijana wameipokea vizuri ligi, na kupitia kauli ya mwenyekiti wamesema vijana wanaendelea kufight kuhakikisha tunapata maendeleo tofauti kupitia vijana, kwa sababu vijana ndio wanabeba wilaya, vijana ndio wanabeba mkoa. Kwa upande wako kwenye jambo la ligi liloanza Bukoba mjini, ni kipi cha kuongeza, ni kipi cha kupunguza, ni kipi cha kujazia? Asante sana ndugu mtangazaji. Awali ya yote nianze kwa pongeza Wakojako Spare Parts. Kwa namna moja ama nyingine, ukizungumzia shughuli ya kimaendeleo, leo hii tunafahamu kwamba mpira ni ajira, lakini mpira ni afya. Lakini kwetu sisi kubwa tutabezi zaidi kwamba mpira ni ajira. Leo hii mpira tuchukuli kama sehemu ya mchezo tu, tunachukulia kama sehemu ya fursa kwa ajira. Na kwa namna moja ama nyingine, katika uwekezaji wenu mmebeba ile dhamira dhati ya mama yetu Samia Suluhu Hassan, ile ya kwamba vijana tujiendeleze na tufungue fursa. Hizi ni pamoja ya fursa. Nyinyi Wakojako umetuonyesha kwamba mmezamini katika ligi yetu, katika ligi ya UVCCM Manispaa. Mmeonyesha mfano dhahiri kwamba hakika kwamba nyinyi kama sehemu ya vijana, kwanza mnapenda michezo, lakini pia mnapenda kuhamasisha vijana kujiinua kiuchumi. Kwa maana leo hii tunaangalia jinsi gani nyinyi kama vijana mmeweza kuwekeza, lakini mnauza spare parts. Lakini pia mnatoa sehemu ya fungu lenu kidogo ambalo mmelipata kwa ajili ya kudhamini ligi ya vijana. Hili vijana waonyeshe vipaji, vijana waonyeshe talenti zao. Wakifanya hivyo wanachangia uchumi wa kwetu Tanzania, na hakika ndio dhahiri shabaha ya rais wetu ambaye ni Mama Samia Suluhu Hassan, ya kuhakikisha vijana tunaweza kuwekeza kwa kupitia michezo. Sisi tunaonyesha dhahiri kwamba hakika tunaweza tukawekeza, na niwapongeze sana kwa juhudi mnazozifanya. Tunaona leo hii nyinyi mnapatikana Dar es Salaam, mnauza spare pale Ilala, mtaa Songea, lakini leo hii mmekuja kudhamini ligi Bukoba Kagera kama sehemu ya kuanzia. Lakini tunafahamu kwamba leo mmeanza Kagera, lakini ni mategemeo yetu kwamba mtasambaa Tanzania nzima. Kwa hiyo tunawapongeza, lakini tunawapa moyo kwamba hiki mnachokifanya mnaonyesha kwamba ni mfano dhahiri kwamba jinsi gani hakika vijana wanaweza kuinua vipaji vya wenzao. Lakini mnakuwa mfano wa kuwa mstari wa mbele kuhakikisha hakika vijana kupitia michezo tunaweza tukaibua vipaji vyetu. Lakini zaidi kwamba vijana tusibaki nyuma, tuendelee kufanya biashara. Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Tukirudi kwa chifu, tumeona upeo wa mwenyekiti wa vijana kutokea pale Bukoba mjini umekuwa mkubwa zaidi kuhakikisha anaanzisha ligi kwa vijana ili kuona vipaji, lakini pia kuwaonesha vijana katika sehemu tofauti. Tumeona Wakojako TV imekuwa ikisupport sana kuposti vinavyoendelea Bukoba mjini, kwa michezo, burudani, vya vitu tofauti. Kwa upande wako unalionaje wazo la mwenyekiti wa vijana kutoka Bukoba? Kwanza ni kumpongeza mwenzetu. Ameonyesha hii itakuwa ni mara ya pili. Tulianza na ile Samia Kagera Cup ikafanyika, lakini yeye tunaona amefuata. Kwa hiyo kwa muda tunaoelekea, hata sisi wenye vitu wengine tunaweza tukaiga kutoka kwake. Kizuri bwana kinaigwa. Kwa hiyo mwenzetu katangulia, tunatakiwa tuige, lakini kikubwa alichokifanya ni namna ambavyo yeye anatafuta kuunganisha vijana wa Bukoba mjini. Kwa maana yeye anaongoza wilaya ya Bukoba mjini, ambayo sasa ndio kauli ya rais wetu kwamba tuungane vijana tuwe pamoja, lakini tuweze kushirikishana kwenye vitu vingine. Kwa kama ambavyo yeye wengine washatangulia kusema, kupitia michezo hii ambayo nyie
Wako Jako TV mmeamua kusapoti, inaunganisha vijana wa Bukoba, lakini mbali na kwamba mko hapa Dar es Salaam, vijana wa Bukoba wanafurahia burudani kupitoka kwenu. Kwa hiyo ni swala la kuwapongeza pia na nyie, lakini jambo jingine tumuombe mwenyekiti wetu pamoja na nyie Wako Jako Online TV muendelee kumuunga mkono mwenzetu akamilishe jambo lake. Nyie mnaweza mkaliona kwa udogo, lakini kule Bukoba mjini linaiti, yani jambo kubwa sana, ni kubwa kama ambavyo nyie hamwezi kufikiria lilivyo. Kwa hiyo mimi niwaombe sana, njoo mkatoe support kwa mdogo wetu, lakini kama kuna wadau wengine, hebu njoo mkasupport. Mnapopata kile mkarudisha kwenu kwenye jamii mlikotoka, ni jambo zuri sana. Nyie ni vijana na mmeamua kuunganisha vijana wenzenu walioko huko mikoani. Kwa hiyo ni jambo la kuwashukuru pia nyie, lakini kikubwa kupitia kwenye hiyo michezo tunawaambia vijana pia fursa ambazo zinapatikana chini ya serikali yetu, chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Zipo fursa nyingi sana ambazo namna ya kuunganisha vijana ni kukaa pamoja kupitia michezo kama ambayo nyie mnaisupport, ili vijana waungane wawe pamoja, waweze kushirikiana kujenga uchumi na mambo mengine. Lakini na nyie pia niwaombe, atakapokuwa anaendeleza ligi yake, labda mwisho njooni na nyie mkaonyeshe kila ambacho mnakifanya, ili muwatie chachu vijana wengine na waweze kuitikia wito kuja katika mapambano ya kutafuta uchumi na kujijenga. Kwa baada ya kusema hayo, mimi nashukuru sana, lakini kikubwa tuombe wafadhili wengine kama wapo washikane na nyie spare parts Wako Jako, mkaungane kwa pamoja tulifanye jambo la Bukoba liwe kubwa. Sasa tuombe na wengine ambao wako huku kwao ni Kagera waje wakaungane na vijana wenzao, sisi ambao tunaongoza wilaya nyingine watunge mkono ili jambo tuweze kulifanya kwa ukubwa, tuunganishe vijana katika mkoa wetu wa Kagera. Tunao viongozi wetu wa mkoa wanafanya vizuri, lakini na sisi tunavyolifanya hili jambo naonyesha ukubwa wake. Hata mimi pia natamani kufanya kitu ambacho mwenzangu amekifanya. Kwa kama kuna wadau wanatokea Mleba na wanaangalia Wako Jako Online TV na spare parts muda huu, basi waungane pia waje tusapotiane tuone jambo linaendaje. Vijana wa Mleba mimi naona limewafikia hili jambo. Sawa, lakini Mleba pia ipo ligi inaendelea nzuri sana inaitwa Mia Cup. Okay. Na nyie njooni mkaungane, lakini pia kupitia hapo mkatangaze bidhaa zenu. Mimi natamani sana spare parts Mleba pale watu wana magari bwana. Njooni basi mkauze hata spare zenu pale. Karibuni sana Mleba. Shukrani sana. Kuna watu wa Mleba tutawafikia suni tu. Kwa upande wa chifu turudi tupate neno moja kupitia kutokana na ligi inayoelekea pale inaofanyika pale Bukoba mjini. Kwa upande wako umelipokeaje na una neno gani la kusema leo? Kwanza mimi niendelee kuwapongeza na kuwashukuru kwanza vijana wa manispaa ya Bukoba. Kwanza kwa kumchagua kiongozi mwenye maono, kiongozi mwenye mtizamo wa vijana. Ni kiongozi ambaye ametafsiri maono ya vijana. Sensa ya mwaka 2022 inatupeleka kwamba zaidi ya 65% ya Watanzania ni vijana. Kwa hiyo vijana wa Bukoba mjini wote kupitia wenzao wawakilishi ambao wanatokana na Chama cha Mapinduzi walimleta kijana bingwa ambaye ana uwezo wa kutafsiri maono sahihi ya sensa ya watu na makazi. Kwa hiyo niwashukuru vijana wa Bukoba, lakini pia nimshukuru pia yeye kwa maamuzi yake ya kuamua kuwatumikia. Mimi huwa nawaita viongozi wote na kwamba ni watumishi wa Mungu. Anamtumikia Mungu kupitia siasa kwa sababu anatumikia watu wake. Lakini pili ni washukuru Wako Jako spare parts kutokea pale Kariakoo mtaa wa Songea. Lakini pia karibu na Machinga Complex pale ambako hakuna vumbi kabisa. Lakini pia ni washukuru Wako Jako Online TV na mambo mengine mnayofanya kwa kuyaona maono ya kijana mwenzetu na kumuunga mkono. Lakini jambo la mwisho niwaombe vijana wa Bukoba pamoja na wana Kagera na wa Tanzania kumuunga mkono ndugu yetu James Michael Nyamanza. Kwanza kumsupport kunahitaji namna nyingi. Kuna kumtia moyo, maana wako watu lazima utamkatisha tamaa katika safari ya ligi hii. Ligi mbaya, ligi na upendeleo, vitu vingi sana. Kwa hiyo kumtia moyo ni namna ya kumsupport, kumuombea kwa Mwenyezi Mungu ligi ishe salama ni namna ya kumsupport, tusipate majeraha wala vilema wala nini, ni namna ya kumsupport. Watumishi wa Mungu wamsupport, lakini pia watu wenye mali, wenye fedha waweke pesa ili utamu wa ligi mjomba ni hela. Utamu wa ligi ni hela mjomba. Kwa hiyo ni waombe waje kumuunga mkono. Sisi tuko tayari kuungana naye. Kijana amefanya kazi nzuri,
na ninyi wote supporters mmefanya kazi nzuri. Mimi niendelee tu kuwaombea pale supporters wote watakapotoa, Mwenyezi Mungu wetu wa mbinguni asiwapungukie. Lakini kama ikiwapendeza zaidi, hii atakayoifanya, naamini hii ni trailer tu. Kuna picha kamili inakuja. Sasa kwenye picha kamili watu wajifunze kuanzia hapa, tuone media zote, tuone wafanyabiashara. Lakini natamani sana wakati wa finali Wakojako mlete spare kutoka Kariakoo. Achana na zile ambazo tayari zimeshapelekwa mikoani. Leteni spare kutoka Kariakoo ili tuwapelekee watu wa Bukoba, watu wa Kagera vitu original kabisa kutoka site. Wasipate vitu ambavyo vimeshatoka site ya kwanza, wapate vitu kutoka site. Baada ya kusema tunasema new kutoka kiwandani kabisa. Baada ya kusema hayo bana, mimi niwashukuru sana. Na sisi tumesimama na James Michael Nyamanza, tumesimama na Bukoba, kijana na maono, basi tumuunge mkono. Sahihi kabisa. Bana, usisahau kabisa, hii ni podcast kutoka Wako Jako TV, tukizaminiwa na Wako Jako Spare Part, wauzaji wa spare za magari kutokea Ilala mtaa Songea, ambao spare zao zinatokea Dubai na Japan za uhakika na original. Mwenyekiti, kwa kumaliza, nataka utuambie tumeingiza timu ngapi katika wilaya yetu, lakini pia kwa maono yako unaona ni timu gani inakuja kwa kasi zaidi katika hizi timu tatu zilizocheza mpaka sasa hivi? Tunazo timu 14 kwa kata zote 14 za wilaya yetu ya Bukoba mjini. Na katika mechi za wiki ya kwanza, mechi 3 ambazo zimekwisha kuchezwa, timu ambayo imeonekana kuwa tishio ni timu ya Ramishenye ambayo imeshinda kwa goli 6-1. Lakini michezo yote imekuwa michezo ya vuta ni kuvuta, kwa sababu Ramishenye wanashinda 6, walianza kufungwa wao goli la kwanza. Lakini kabla yao walicheza Juga Nyondo na Kibeta. Juga Nyondo wakiwa nyumbani wameshinda goli 1-0. Lakini pia mechi ya ufunguzi iliyokuwa mechi ya kukata na shoka, kata ya Bilele waliwakaribisha kata kubwa sana pale kwenye wilaya ya Bukoba mjini, kata ya Kashai. Mimi wanapenda kuwaambia watu Kashai ni kubwa kuliko Bukoba, kwa sababu mara nyingi kwa sisi viongozi wa kisiasa ukiungwa mkono na Kashai basi umeungwa mkono na Bukoba. Kama alivyotangulia kuzungumza ndugu yangu Kamili, ana kata kubwa na kata ya kimkakati. Ukija kwenye mkoa wa Kagera una jambo lako kwa sisi viongozi wa kupigiwa kura, alafu likawa la kimkoa. Ukiungwa mkono na Mleba basi umeungwa mkono na Kagera. Yani kwa hiyo Kashai bwana walionyesha ukubwa wao. Mechi ya ufunguzi ugenini waliweza kushinda goli 3-2. Kipindi cha kwanza walikichukua Kashai, wakashinda goli 3, lakini kipindi cha pili Bilele wakatoka nyuma, lakini muda haukuwatosha, kwa hiyo alishia goli 2. Kwa mechi zote ukiziangalia zimekuwa na ushindani na vuta ni kuvute, lakini mpaka sasa hivi Ramishenye wameonekana kuwa tishio kwa kushinda goli 6-1. Nachoweza kusema binafsi naungana na ndugu zangu kwa kuwapongezeni ninyi, na mimi ni ombe kama ombi la ndugu yangu Alexis alilomaliza nalo. Wakojako watu wanaisikia sasa, watu wanauliza Wakojako ni nini, inapatikana wapi, tunajitahidi kuelezea. Lakini na mimi natamani na niwakaribishe Wakojako, karibuni sasa Bukoba, na kiwapendeza inshallah tufunge pamoja jambo hili, na pengine waweze kuona watu kutoka Wakojako na wamuone CEO wa Wakojako. Maana watu wengine wakisikia Wakojako wanajua ni dude kubwa. Mimi nafikiri tujitahidi kuona namna gani tunaweza tukafanya pamoja. Sahihi kabisa. Sawa. Bana, hayo ni maneno kutoka kwa mwenyekiti wa vijana kutoka pale Bukoba mjini, na hapa nipo na mwenyekiti wa vijana kutoka wilaya tofauti pale katika mkoa wa Kagera. Mimi ni Official Boy na hii ni Wako Jako TV, na sisi tunafunga kwa staili hii. Bwana, karibuni sana. Karibuni sana. Bwana, shukrani sana. Bwana, hizi hapa. Tumeua bwana, tumeua chifu. Sikutegemea. Yaani imekuwa short hapo kali. Shukrani sana bwana. Pamoja. Hapo sisi tumemaliza. Wewe unataka tuchukundile?